Bana, leo kulikuwa kuna press conference inaendelea. Tunajua kesho kutakuwa kuna mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Pamba Jiji. Yanga atakuwa anamkaribisha Pamba Jiji katika uwanja wa KMC Complex. Sasa wakati press conference inaendelea, kocha Baraza aliongea akaondoka na mchezaji wa Pamba Jiji aliongea akaondoka, lakini tunajua sasa hivi kocha wa Yanga ameanza kutengeneza content ama yani kocha wa Yanga ametengeneza story imekuwa kubwa sana kwa upande wa kocha wa Yanga pale akienda kwenye press conference, kwani amekuwa akichambua timu pinzani ama timu anaenda kucheza nayo. Amekuwa akichambua timu hiyo akitaja madhaifu yake, lakini pia ametaja ubora wao, lakini pia amekuwa akiwataja majina wachezaji wa timu pinzani. Kwa watu hiyo ikawa inawatengenezea maswali sana kwamba huyu kocha inakuaje, mbona kwenye ligi hana hata miezi 6 au miezi 3, lakini anaichambua timu pinzani ni kama ana uzoefu wa ligi ama anazijua ligi za Tanzania. Sasa leo ameweza kuongea akaichambua tena Pamba Jiji, akataja wachezaji wale wote wa Pamba Jiji kuanzia waliocheza na walioingia sabu, akawachambua wote, na mwisho wa siku mmoja kati ya mwandishi wakati wa maswali akamuuliza swali hilo, akamuuliza kwamba kuna siri gani iliyopo nyuma ya wewe kuweza kutaja majina ya wachezaji ama kutaja mbinu, lakini pia kutaja madhaifu ya timu pinzani na kutaja ubora wa timu pinzani, yani kuna siri gani iliyoko nyuma? Kocha huyo akamjibu kama ifuatavyo, akasema yeye hakumbuki ni kwamba ni lini aliweza kutaja madhaifu ya timu pinzani, lakini yeye anachokifanya anatoa heshima kwa timu pinzani. Yani yeye kutaja majina ya wachezaji na kutaja ubora wa wachezaji ni kwamba anatoa heshima kubwa kwa timu anayokwenda kucheza nayo, na kwa yeye kutaja hayo majina ni kwamba anaonesha kwamba anaifahamu timu anayokwenda kucheza nayo. Kwa ile ni sehemu ya kazi yake, lakini pia anasema kwamba kama akiwataja hivyo majina na maana yeye ameweza kuwaelewa timu pinzani wanacheza vipi, wako vipi. Kwa inakuwa ni rahisi kuwarahisishia wachezaji wake, yani kuwapa mbinu wachezaji wake kwamba timu hii inacheza hivi hivi, twende hivi. Japo anasema pia mbinu zinaweza zikakataa, anaweza akaweka mbinu fulani lakini mbinu mwisho siku zikafanyaje, zikakataa. Swali la pili aliloulizwa la msingi, aliulizwa kwamba vipi kwamba tutegemee kesho kumuona Aziz Ki pamoja na Clement Mzize. Majibu yake yalikuwa ni kama yafuatayo, na nukuu, amesema kwamba Clement bado anaendelea kupona baada ya kupata majeraha mabaya sana. Yuko karibu kurejea, pengine ndani ya kipindi cha chini ya mwezi mmoja atakuwa amerudi. Aziz Ki hajawahi kupata maandalizi kabla ya msimu, yani pre-season. Kwa hadi kufikia hatua hii tunapaswa kufanya kazi kuhakikisha hatumrudishi tu kwenye timu bila maandalizi sahihi. Nina imani wote wawili wanaweza kupata nafasi katika mechi kati ya 2 za mwisho kabla ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo ni kwamba Clement Mzize bado ina maana bado, lakini pia yeye bado Clement Mzize anaandaliwa, bado hajakaa fiti, lakini Aziz Ki ni kwamba hakupata pre-season ya kutosha. Kwa hiyo wanamuandaa akae vizuri kiutimamu wa mwili, na alisema kwamba utimamu wa kimwili wa Aziz Ki mpaka sasa hivi ni 4 kati ya 10. Kwa bado Aziz Ki anaandaliwa katika utimamu wa mwili ili atakapoingia kwenye kikosi awe fiti kabisa. Lakini pia ameconfirm kuwa mechi mbili za ligi kuu kabla ya ligi ya mabingwa unaweza kumuona Clement Mzize, lakini pia unaweza kumuona Aziz Ki akiwepo kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hayo ndo alikuwepo yaliyojiri katika press conference ya Young Africans dhidi ya Pamba Jiji siku ya leo. Kocha kama kawaida ameconfirm sasa kwamba anataja yeye majina, yani anataja majina ya wachezaji timu pinzani, ni kwamba kuonyesha anawapa heshima, ni kwamba wale ni binadamu, wale ni wachezaji, kwa kuwataja majina ni kuwapa heshima, kwani wale ni binadamu, lakini pia ni sehemu ya yeye kuwajua zaidi kimbinu kwamba wanachezaje, wako vipi. Ndio maana amewataja hivyo, lakini yeye akishajua kimbinu inakuwa ni rahisi kuwafikishia wachezaji wake kwamba wapinzani wetu wanacheza hivi, wako hivi, mchezaji gani ni hatari. Kwa hiyo leo ameconfirm kwa Aziz Ki na Mzize tutaweza kuwaona mechi 2 kabla ya ligi kuu ya mabingwa. Hiyo ndio ilikuwa story kubwa katika press conference ya Young Africans dhidi ya Pamba Jiji. Mimi naitwa Denga Spells, Denga Media TZ. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare katika mitandao yetu ya kijamii uendelee kupata update kama hizi. Sina neno lingine, until next time, goodbye.